Marekani wamefanyiwa ule mchezo kama ambao wanasema ni mchezo wa popobawa. Yani kwamba popobawa akikuingilia ni lazima utoe taarifa kwa wenzako, na usipotoa taarifa ni lazima utaingiliwa tena. Ndio kitu ambayo inamkuta sasa hivi Marekani. Ripoti kubwa sana ambayo ina trend ni kusubiria yale masaa 48 ya Marekani ambayo aliyatoa kwa Iran, kwamba kama Iran hata fungua hiyo Strait of Hormuz, manake Marekani atafanya mashambulizi katika taifa hilo la Iran, na mashambulizi yatakuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo ukipiga mahesabu kwenye ile masaa 48 ambayo ameyatoa rais wa Marekani bwana Donald Trump, muda mfupi sana yatakuwa yamekamilika. Lakini sasa kubwa zaidi ni kwamba operation ya Marekani imeshindwa baada ya Iran kuharibu ndege kadhaa za Marekani katika jaribio la uokoaji ambalo Marekani walikuwa wanataka kulifanya pale Isfahan. Jeshi la Iran limesema limefanikisha kuharibu ndege kadhaa za kijeshi za Marekani ambazo zilikuwa zikihusika katika operation ya uokoaji, ambayo operation hiyo kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na wa Iran ni kwamba imeshindikana, na walikuwa wanataka kufanya huo uokoaji kwenye hilo eneo la Isfahan. Na kwa mujibu wa msemaji wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya, vikosi vya Iran vilifanikiwa kuangusha ndege mbili za usafiri wa kijeshi aina ya C-130 pamoja na helikopta mbili aina ya Black Hawk ambazo zilikuwa zikitumika katika jaribio la kumuokoa rubani wa ndege ya kivita wa Marekani ambayo ilikuwa imeanguka. Jumapili, Luteni Kanal Ebrahim Zofakal amesema kuwa operation hiyo ya Marekani ilikuwa imepangwa kwa mbinu ya udanganyifu na kutoroka kwa haraka, ikijificha chini ya kisingizio cha kumuokoa rubani katika uwanja wa ndege ambao umetelekezwa kusini mwa Isfahan. Wale ndugu zangu ambao mpo kwenye ile group la Team Russia, mtakumbuka niliwaeleza vizuri sana na nikawaambia msisubiri mpaka sijui BBC sijui DW waongee kwamba huyo mwanajeshi wa Marekani, huyo rubani alikamatwa. Nikawaambia nawapa taarifa za ukweli, ni kwamba ni kweli wa Iran walimkamata huyo mwamba, na Marekani wakataka kufanya operation. Kwanza walikuwa wanataka kumuua kabisa huyo jamaa kwa sababu wanaamini atatoa siri za Marekani. Lakini jambo la pili, Marekani walikuwa wanatengeneza mazingira ya kwamba wanataka wauambie ulimwengu kwamba wanakwenda kumuokoa yule ruban, lakini kumbe mwisho wa siku walikuwa wanapeleka hizo ground troops. Iran wakawaambia, mchezo ambao mnaucheza sisi tumeucheza zamani sana, sisi tunafahamu hicho ambacho mnataka kukifanya. Na mwisho siku wakajikuta wa Marekani wanaambulia patupu. Akaja Donald Trump na maneno kejeli, vijembe. Mnafahamu baba yenu ni mtu ambaye ni mzee wa maneno mengi sana kwenye mitandao. Akasema sisi tumefanikiwa, tumemrudisha na mambo mengine. Sasa hiyo taarifa nyingine, badala ya Marekani waweze kuokoa, na badala yake sasa ndege zao nyingine zimedunguliwa. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na huyu Luteni Kanali Ebrahim, anasema kwamba uwepo wa wakati mwafaka wa vikosi vya Iran ulifanya operation hiyo kushindwa kabisa. Katika hatua hiyo, Iran imefanikiwa kuharibu ndege hizo 4 za kijeshi, hatua ambayo inatajwa kuwa ni pigo kubwa sana kwa jeshi la Marekani. Zofakal ameongeza kuwa tukio hilo linaonyesha wazi kuwa jeshi la Marekani halina uwezo wa kushinda dhidi ya dhamira na nguvu ya vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kile ambacho wanakiita ni vita ambavyo vimelazimishwa. Aidha, wameshutumu Marekani kwa kujaribu kuficha kushindwa kwake kupitia propaganda na vita ya kisaikolojia, akisema hali halisi ya uwanja wa mapambano inaonyesha Iran kuwa wao wapo juu zaidi. Kauli hiyo inatolewa baada ya Trump kudai kupitia mitandao ya kijamii kuwa jeshi lake limefanikiwa kumuokoa rubani huyo katika operation hiyo, siku moja baada ya kudai kumuokoa rubani mwingine. Hata hivyo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC wamekanusha madai hayo, wakisema kuwa Marekani ilifanya juhudi za dharura kumuokoa rubani wake, lakini walishindwa baada ya vifaa vyake vya anga kuingia katika anga ya Iran na kushambuliwa. Kwa mujibu wa taarifa IRGC, operation ya pamoja ilihusisha vikosi vya anga ardhini pamoja na ushiriki wa vikosi vya wananchi basi pamoja na polisi ambao walifanikiwa kuharibu malengo ya adui na kusababisha Marekani kupata tena aibu kubwa zaidi. Taarifa hiyo pia iliunganisha tukio hilo na lile la Operation Eagle Claw ya mwaka 1980 ambapo vikosi vya Marekani vilikwama katika jangwa la Tabas wakati wa jaribio la kuwaokoa mateka kutokana na dhoruba kali ambayo ilitokea that time. Wakati huo mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran ikafanikiwa kuangusha ndege mbili zisizokuwa na rubani ambazo ziliingia katika anga ya mkoa wa Isfahan, ikiwemo aina ya MQ-9, hizi ni Reaper, pamoja na zile Helms 900.
Tukio hili linakuja katika muktadha wa mvutano ambao unaendelea ambao ulianza tarehe 28 Februari. Kwa upande wa Iran wamekuwa wakijibu mashambulizi ya kuharibu, ambapo kila siku wamekuwa wakifanya mashambulizi ya kurusha makombora kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya maeneo ya Israel pamoja na vituo vya kijeshi vya Marekani katika ukanda huo. Kwa ujumla, matukio haya ambayo yanaendelea yanaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo hilo, huku kila upande ukionyesha utayari wa kulinda maslahi yake kwa nguvu zaidi. Sasa ndege ambazo zimeharibiwa katika operation, yani ndege za Marekani, zina zaidi ya thamani ya dola milioni 100 kila moja. Inaelezwa kwamba ndege za kijeshi za Marekani ambazo zimetumika katika operation ya uokoaji wa rubani wa ndege ya kivita na F-15 Eagle ambazo baadaye ziliharibiwa na Iran, kila moja inagharimu zaidi ya dola milioni 100 za Kimarekani. Convert kwa hela za Kitanzania, kwa mujibu wa kamandi ya operation maalum ya jeshi la anga la Marekani, ndege mbili za kisasa aina ya MC-130J zilitumika katika jaribio la kumwokoa rubani na zenyewe zimedunguliwa. Na ndege hizi ifahamike zimetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuingiza na kutoa wanajeshi katika maeneo hatari, zikiwa na teknolojia ya hali ya juu ikiwemo mifumo ya sensa za kisasa kwa ajili ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga kama vile makombora ambayo yanafuatilia joto. Aidha, zina uwezo wa kujazwa mafuta zikiwa angani, lakini wa Iran wamefanikiwa kuzidungua. Kwa mujibu wa taarifa, ndege hizo zimeharibiwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu katika operation ambayo imeshindwa. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Karibaf akizungumzia tukio hilo anasema iwapo Marekani itapata ushindi mwingine kama huu mara 3 zaidi, basi itakuwa imejiharibia kabisa. Katika taarifa rasmi ambayo imetolewa, IRGC wanasema kwa juhudi za dharura za Marekani za kumwokoa rubani wake zilishindikana baada ya vifaa vyake vya anga kuingia katika anga ya Iran na kushambuliwa vibaya mno. Taarifa inaeleza kwa operation ya pamoja ilihusisha hivyo vikosi kama ambavyo nimekuambia, lakini all in all ni kwamba Marekani wanaendelea kukutana na changamoto kubwa sana pale Iran, kwa sababu walichokuwa wanategemea kukutana nacho Iran kimekuwa ni tofauti sana. That's why sasa imefikia hatua mambo yamekuwa ni magumu zaidi kwa upande wa Marekani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kama kawaida ni mzee wa mipasho, ameendelea kutoa vitisho vya hapa na pale, lakini wa Iran wenyewe wanawaambia sisi tumeishi kwenye vitisho zaidi ya miaka 3000. Kwa hiyo hatuoni kama kuna sababu za kuendelea kutishika tena. Na wakaenda mbali zaidi, wakamwambia Marekani, moja kati ya hesabu ambayo umeipiga hesabu ya kishamba ilikuwa ni pamoja na kuingia katika taifa la Iran, na hasa kuingiza pua zako pamoja na silaha zako kwenye anga ya Iran. Hakuna kitu ambacho kitarudi, hata kiwe kimetengenezwa kwa gharama kubwa zaidi, kina ubora mkubwa zaidi, hakuna kitu ambacho kitarudi kikiwa salama kama kimepita katika anga za Iran. Lakini pia mtakumbuka tulitoa ripoti hapa kwamba Iran wamesema hivi, wao ule mlango wa Strait of Hormuz kamwe hawataufungua hata kwa zaidi ya miaka 100. Hata ikitokea watapigana zaidi ya miaka 100, mlango ule hawataufungua. Sasa wanaopata madhara makubwa ni watu gani? Wanaopata madhara makubwa zaidi ni zile nchi washirika ambazo zinategemea mlango wa Hormuz. Hapa tunataja mataifa kama Oman, unataja mataifa kama Qatar, mataifa kama Saudia na mataifa mengine. Sasa Oman ambao ni washirika wa Marekani wamepiga magoti kwa Iran na kufanya mazungumzo na Iran. Wanasema hivi, wanaomba kila inavyowezekana wafanye mazungumzo na Iran ili waweze kuona namna gani ambavyo Iran inaweza kalegeza masharti. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu Iran wao wanasema hivi, sisi hatuna shida, hatuna shida yoyote ile, lakini tunataka dunia ituheshimu, ijue uwepo wa Iran kwenye karne hii ya 21 una maana gani. Na Iran bwana wamekuja na mkwara mwingine, wanasema hivi, meli yoyote ambayo itakuwa haijapata ridhaa kutoka Iran basi italazimika kugharimia dola milioni 100 ili iweze kupita katika mlango huo wa bahari wa Strait of Hormuz. Sasa hapa mimi kama mwana geopolitics wa Iran wanatakiwa kukaa standby, kwa sababu Marekani yeye haoni shida kutoa hicho kiasi cha fedha na akapitisha meli mamluki ambazo zinaweza zikafanya dhahama katika mlango wa Strait of Hormuz, ijapokuwa I know wa Iran na wenyewe wako well organized. Sasa mawaziri wa mambo ya nje wa Iran pamoja na Oman wamefanya mazungumzo kuhusiana na kufungua huo mlango wa Strait of Hormuz, ambapo ni mlango ambao Irani wamesema
hakuna mtu yote anataka kupita pale, kwa sababu kupita pale itakuwa ni kinyume na sheria na watashambuliwa. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na mwakilishi wa waziri wa mambo ya nje ambaye anadili na masuala ya sheria ambaye anafahamika kama Kazem Karibadad, pamoja na mwakilishi wa waziri wa mambo ya nje wa Iran wa Oman ambaye anafahamika kama Sheikh Khalifa bin Al bin Isa Al Tal, wamefanya hayo mazungumzo, na mazungumzo hayo yanatajwa kwamba yalikuwa ni mazungumzo ya kimkakati sana, na pande zote mbili zimebadilishana mawazo kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa katika mlango wa Strait of Hormuz, lakini namna gani ambavyo wanaweza wakazuia uhatari wa kupita katika mlango huo. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa hadi hivi sasa ni kwamba ni Iran ndio ambao wanaye mamlaka ya kujua ni namna gani ambavyo wataufungua mlango huo. Kwa hiyo hili ni moja kati ya eneo jingine ambalo bado ni kubwa zaidi, ni hatari zaidi, ambalo linaifanya dunia bado iwe katika changamoto kubwa zaidi ya kiusalama, na hasa ukizingatia wa Iran sasa hivi ni watu ambao wanatafuta heshima. Yani Iran wanatafuta heshima kubwa zaidi. Endeleeni kufuatilia kwa ukaribu zaidi juu hiki ambacho kinaendelea. Tutaendelea kufuatilia na kuwapa taarifa kubwa na nyingi zaidi, hasa tukizingatia umuhimu wa Strait of Hormuz, lakini nafasi ya Iran katika vita hivi ambavyo vinaendelea as we speak. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.